watu wanaobweka, na bahati nzuri ukimjua jina mbwa hawezi kukusumbua. Sisi tunatambua kama taifa na Watanzania kwa mamilioni wanaotuunga mkono, wanaotakia mema taifa lao, wanaohitaji kila keki iliyopatikana kwenye nchi hii tunaigawana kama Watanzania wote milioni 60 wa nchi hii kwa mujibu wa sensa. Ni kwamba ni lazima twende kwenye jitihada za kupata reforms ili kama nchi, kama voters waweze kushiriki matukio ya kiuchaguzi bila kuwa na misiba, bila kupotelewa watu, na hatimaye kura yao ikahesabiwe. Kwa ni muhimu jambo hili likafahamika kabisa kwamba sisi kama chama kikuu cha upinzani, sisi kama watetezi wa haki za binadamu, kama watetezi wa wanyonge, kama watetezi wa rasilimali za watu, rasilimali za nchi, kwamba tutakwenda kwenye chaguzi kama tu reforms zitapatikana. Na kama reforms hazitapatikana mwaka huu hakutakuwa na uchaguzi. Na hakuna yoyote mwenye namba za simu za Mungu kwamba ni lazima uchaguzi ufanyike mwaka huu. Haiwezekani, kwa sababu wenye mamlaka ya kuifanya serikali ishike hatamu ni wananchi kwenye ibara ya 8 kifungu cha kwanza A. Sasa hao wananchi wanasema kama hakutakuwa na reform hakutakuwa na uchaguzi. Ni uchaguzi upi utakwenda kufanyika? Kwa tuna imani kwamba Watanzania wanaendelea kupata elimu, na ndio maana kamati kuu yetu ya chama imeketi kwa siku 2, na baadaye msemaji wa chama kwa hatua sasa makamu mwenyekiti wa chama bara ametoka na msimamo wa chama, maazimio ya chama na no reform no election, na kwenda kuanzia tarehe 28 katika kanda 6 ambazo zimesalia. Tunaendelea kupeleka hiyo elimu, na kote tulikopita Watanzania ni mashuhuda, na wenzetu wakipita kwa bila kusomba watu na marori tena na magari ya umma ya jeshi la polisi hawapati watu. Ni kwa sababu watu wamekuja kukimbilia kwenye chama chetu kwa sababu ndicho kimechobeba ajenda ya taifa. Sawa. Ni kurudisha nyuma kidogo kwamba ni takriban miongo 5 sasa imepita, maana uchaguzi mkuu kifanyika, kwamba tume ya uchaguzi imekuwa bado katika kuteuliwa kwake ilikuwa ni vile vile, kwamba labda ni kipi hasa kimewauma sana, au ni kipi hasa ambacho kimewaumiza hivi vyama vingine mpaka mmeanza kuamua sasa kuamka na hilo kwamba mnataka tume iweze kubadilishwa? Tukichukulia enzi ya Mkapa uchaguzi ulifanyika kama kawaida, enzi ya Kikwete uchaguzi ulifanyika, enzi ya Mwinyi mwenyewe uchaguzi ulifanyika. Hizi chokozi zilikuwa hazipo sana kivile, japo zilikuwa zikizungumza kwa chini. Kwa nini sasa hivi mmeamka kwa kasi sana? Ni kipi hasa ambacho mnakiona kwa hiki kimezidi ama kwa hiki hakitakiwi kabisa? Ni muhimu tukajua kwamba yote haya, mimi binafsi narudi kwenye msingi wa katiba ya nchi, kwa sababu ukienda kwenye mamlaka ya rais kwa mujibu wa katiba kwamba rais anayo mamlaka ya kufanya jambo lolote kadri yeye atakavyoona inafaa, whether ameshauriwa ama pasipokupokea ushauri wowote. Maana yake ni nini? Mosi, kwamba tumekuwa na taifa ambalo linaendeshwa kihisani. Mkuu wa nchi kadri atakavyoona yeye inafaa ndivyo anaweza akafanya. Maana yake muongozo wa misingi ya kikatiba imempa, katiba yetu hii inamu-identify rais kama Mungu anayeonekana. Imempa mamlaka ya mwisho kabisa kuamua jambo lolote pasipo kuhojiwa, hatoshtakiwa, na hakuna mamlaka yote inaweza ikamhoji. Ndivyo hivyo anatumia ukuu huo wa misingi ya hii katiba ya 77 kujipa mamlaka ya kimungu. Ndio anayeunda mifumo yote ya kiuchaguzi, na utaona kabisa Tume ya Taifa ya Uchaguzi kwa mujibu wa katiba wanasema matokeo yoyote atakayotangazwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi, unaona kabisa kwamba kwa mujibu wa katiba matokeo ya rais hayahojiwi, mamlaka ya tume haishtakiwi. Kwa hiyo tumekuwa na aina fulani ya hii miongo 5 kama ulivyozungumza ya marais. Rais kwa mapenzi yake binafsi amekuwa akilihadaa taifa kwamba mimi nitafanya hivi, mimi nitafanya hivi. Ndio maana tunahitaji kuwe na reform, tuwe na katiba mpya ambao kutakuwa kuna national agenda. Kama taifa, mkuu wa nchi akifika pale hafanyi kwa utashi wake tu, akilala akiamka na kurupuka anazungumza hiki, no. Lazima katiba imuelekeze, kwa sababu katiba ni mkataba kati ya yani wenye mamlaka waliounda serikali na mwajiri wao yule wanaomwajiri. Ni muhimu ikatambulika kwamba viongozi wote ambao tunawachagua kwa maslahi mapana ya taifa, wale sisi ndio tumewajiri, wanapaswa katekeleze kwa matakwa yetu sisi. Kwa hiyo hizi chaguzi zingine zimekuwa zikifanyika kwa matakwa ya rais, na utaona hata mama juzi alikuja na kitu kinaitwa 4R, amejinasibu kimataifa kwamba yeye sasa anarudisha hali ya kisiasa ambayo kila mmoja atafeel fair. Lakini kwa bahati mbaya sana katika utashi huo ndio amekuwa rais wa ajabu ambaye kasimamia chaguzi ndogo ya kumpata mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa serikali za mitaa na vijiji. Tumeona watu wameuawa kwa risasi za moto na mamlaka za majeshi yetu ya nchi, watu maafisa wa magereza ambao walimuua kiongozi wetu mmoja aliyekuwa anagombea kijiji nadhani hapo Singida. Tunaona mtu mmoja alifariki Dar es Salaam pale kwa kuuawa kwenye chaguzi ndogo tu.
Sasa kwa sababu matakwa haya yanafanywa na namna ambavyo rais yeye anataka, na katiba haimguide chochote, yani haimuelekezi chochote kwamba atahojiwa, atashtakiwa, atafanywaje katika utaratibu huo tu. Maana tunasema kwamba tumechoka. Hata punda akiwa anafanya safari zake, punda akisema hii safari imeshia hapa, huwa analala. Trip hii kama taifa tumesema tumechoka na kuwa na misiba kila nyakati za chaguzi. Ndio maana na ikumbukwe, hii niweke sawa kwamba madai ya katiba hayajaanza leo. Kutafuta reform za katiba mpya ilikuwa ni tangu mfumo wa vyama vingi kwenye tume ya kina Jaji Nyalali, kwamba kwa kuwa tumepokea mfumo wa vyama vingi na katiba yetu hii ya 77 imeundwa katika mfumo wa chama kimoja ambayo imemtengeneza rais kuwa Mungu anayeonekana kwa mujibu wa katiba. Nafikiri watangulizi walitangulia kusema kwamba ni muhimu tukaingia kwenye katiba ambayo itatengeneza sasa uhuru na kubadili mifumo ya kiuchaguzi ili iwe na ile mifumo ya kiuchaguzi ambayo inakubaliana na mfumo wa vyama vingi, ili kila chama kinapokuwa mshirika wa chaguzi kiweze kushiriki katika chaguzi za fair, ili wapiga kura voters wale waweze kuheshimiwa. Sasa katika utaratibu huo ni kwamba tumekwenda na hiyo dhana. CCM wakasema kwamba muda hautoshi, imekuja tume nyingine ikasema muda hautoshi, imekuja tume juzi ambayo paka saizi ziko document billions of shillings zimekufa zaidi ya bilioni 41 kwenye tume ya Joseph Sinde Warioba, paka wamekwenda kwenye rasimu, hakuna kilichofanyika. Hatua ya sasa na mama ambaye ni mwenyekiti wa CCM alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la rasimu 2013-14, leo naye anatoka nje anasema kwamba muda hautoshi. Kwa hiyo CCM hawajawahi kupata muda wa kutosha kutengeneza katiba ama kutengeneza mifumo ya kiuchaguzi. Sisi sasa Watanzania tumekwenda ule mwendo wa punda. Sasa ni kwamba tumechoka, hakitafanyika chochote kwenye nchi hii cha kichaguzi mpaka mifumo ya kiuchaguzi itakaporekebishwa. Kutafuta reform za katiba mpya ilikuwa ni tangu mfumo wa vyama vingi kwenye tume ya kina Jaji Nyalali, kwamba kwa kuwa tumepokea mfumo wa vyama vingi na katiba yetu hii ya 77 imeundwa katika mfumo wa chama kimoja ambayo imemtengeneza rais kuwa Mungu anayeonekana kwa mujibu wa katiba. Nafikiri watangulizi walitangulia kusema kwamba ni muhimu tukaingia kwenye katiba ambayo itatengeneza sasa uhuru na kubadili mifumo ya kiuchaguzi ili iwe na ile mifumo ya kiuchaguzi ambayo inakubaliana na mfumo wa vyama vingi, ili kila chama kinapokuwa mshirika wa chaguzi kiweze kushiriki katika chaguzi za fair, ili wapiga kura voters wale waweze kuheshimiwa. Sasa katika utaratibu huo ni kwamba tumekwenda na hiyo dhana. CCM wakasema kwamba muda hautoshi, imekuja tume nyingine ikasema muda hautoshi, imekuja tume juzi ambayo paka saizi ziko document billions of shillings zimekufa zaidi ya bilioni 41 kwenye tume ya Joseph Sinde Warioba, paka wamekwenda kwenye rasimu, hakuna kilichofanyika. Hatua ya sasa na mama ambaye ni mwenyekiti wa CCM alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la rasimu 2013-14, leo naye anatoka nje anasema kwamba muda hautoshi. Kwa hiyo CCM hawajawahi kupata muda wa kutosha kutengeneza katiba ama kutengeneza mifumo ya kiuchaguzi. Sisi sasa Watanzania tumekwenda ule mwendo wa punda. Sasa ni kwamba tumechoka, hakitafanyika chochote kwenye nchi hii cha kichaguzi mpaka mifumo ya kiuchaguzi itakaporekebishwa.